Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, na leo tupo naye mgeni mwingine ambaye naamini wengi tutamsikia maneno yake leo ambayo tunatarajia yatakufunza wewe masuala mengi, nayo ni kuhusiana na the importance of good manners, umuhimu wa kuwa na tabia njema. Kwako wewe kama kijana, ina impact gani katika maisha yako, katika watu wanaokuzunguka? Na je, hili swala tunalichukulia vipi, ima kwa urahisi ama uende labda manners zetu ama tabia zetu zimepotea kulingana na vile generation inazidi kuevolve kila kukicha? Na inshallah mgeni mwenyewe atajielezea yeye ni nani, anafanya nini, ili tuweze kumfahamu zaidi, kisha tuanze na mada yetu. Tukielekea kwake tuweze kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana. Asante sana. Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Karibu sana. Asante. Kabla tujaanza na mada yetu, tungependa kufahamu ni nani, unafanya nini? Jina langu ni Alpha Michael. Yes, I'm a teacher by profession. Wow. Teaching music na Kiswahili. Hapo manners lazima ikue. Hapo manners lazima ikue, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni critical bana kuhandle, si rahisi kabisa. So tukianza na mada yetu Alpha, what is good manners? Good manners. Definitions zinaweza kuwa nyingi, but I'd say good manners entirely is how one person, an individual carries himself. Respect, kindness, how you treat others. So that is what I'd define by good manners. Why do you think having good manners is important? Good manners entirely is how you are as a person. And it's important to know that good manners will open doors that at education might not. Okay. So people may not remember the conversations you've had, but they'll remember how you made them feel. So if you have good manners, then wase watakukumbuka. Yes. And you as a teacher, they've said wewe mwenyewe ni mwalimu. Kwa wanafunzi wako, how do you define their good manners kutoka kwao? Mostly I teach, currently I've taught young kids, na pia nimefunza high schoolers. And I'd say it's quite different how you define good manners for the kids and good manners for the older kids. Yes. And for the young kids, it starts by even how they approach you as a teacher, or how they approach each other as students. Unakuta that for the young kids, vitu kama please, thank you, they go a big way in seeing how they have been raised up and how their manners are. And then you come to the older kids, how they converse with one another. And especially how you talk to your friend. It really shows good manners ni nini kwako. Because unaweza sema mtoto wako ana tabia nzuri by just how they speak. Yes. So what usually changes from childhood to adulthood concerning good manners? Because tukikuwa katika shule unasikia mwalimu anakuambia learn to say thank you, sema please, but as we grow up ni kama ile kitu inaenda ikipotea. So as for kids, mostly they learn by action. Wazazi wanaongeaje, wazazi wanaongeaje na wazazi wengine. But as we grow up, now someone starts to learn by themselves. Different situation, different circumstances. And I'd say mostly because the more we grow up, the more mse anakuwa, unajua hapo mdogo unaogopa utachuna. Nisiposema thank you nitachuna, nisiposema please nitachuna. But mtu ame grow up anasema, inakuwa it becomes more of arrogance. Si I must niseme hivi. So it's more of a personal decision. Yes. So does it come naturally, or one should be nurtured to have good manners? Good manners, I'd say, ni more nurturing. Because you'll actually notice by different kids. You'll notice when huyu amekuwa raised up is very different from how this one has been raised up. So if a kid is nurtured in the ways where good manners are instilled by a young age, utaiona. If amezaliwa place, kusema please si lazima, kusema thank you si lazima, then
you'll not see it even as they grow up. So it's more of nurturing. Okay. Yes. And do you think patience is one of the virtues that can nurture someone to have good manners? Patience. Yes. Sasa nikisema kama mimi mwalimu, okay, if you're not patient with them, utaumwa na kichwa. So you have to be patient. Asubuhi wamekuja na energy, utadhani itapungua. Okay. But by the time unafika jioni ni kama inaongezeka. Okay. So you have to be patient with them, teaching them. And the more you're patient with them, the more they have that gratitude that because kids feel how you feel. Yes. So ukiwa patient na wao, it really goes a long way. Because it's not easy, especially working with kids or teaching kids. It's not easy kabisa, because usually tukipitia TikTok tunaona wale walimu kwa class tunaona wale walimu kwa class and I'm like, we walimu wako na patience kiasi yake. And I think pia ni vile pia because it's a passion, ni kitu ambao unapenda and wewe mwenyewe unajua kabisa for me to want this, kuna kitu lazima tuko mbele nitakutana nayo kabisa. Especially I remember high schoolers ni watu ambao pia ni wazito kuwabeba, especially form 3s. I remember those days wakati mimi mwenyewe niko nini head nimeshakuwa head girl. Controlling students ni ngumu, asikwambie mtu. And it comes a long way in as much as kuna hiyo patience, it comes a long way because at the end of the day unafikiria like ndio huyu ni a grown up person. Mimi kuanza kumnacha kama ule mtoto wa nursery, then it's another thing. Mwalimu anamwambia sasa nyinyi mmekuwa ni watu wazima sasa. So mimi kwanza tena kupelekana mbio na mtu unakuta pia unapoteza ile patience at some point. Yeah, it makes sense. And do you think many people are becoming less patient and less respectful? Yes. How? For example, kama sahi tuseme niko stage na ngoja matatu. Yes. Naweza amua ni kuwe patient ama ni ile nitachukua tu simu na nichukue Bolt ama Uber, pikipiki. Ama ni ile kwa sasa, especially for us young people, we've not learned to sit still. We just want things to move. And if it's not in your advantage, yes, now you become more of mbona huyu anafanya hivi, mbona huyu anafanya hivi. Ile patience imeisha kabisa. And I think it's because there's someone who said we are a microwave generation. Okay. Si lazima nipeleke kwa moto. Sinaweza itupa kwa microwave haraka twende. Yes. So I'd say the more we are growing, the more less patient people have become. Yes. Na pia in matters of respect imeisha. Because sasa ukiangalia utakuta for Gen Zs ama Gen Z, lakini kuna ile unasema mimi nikiingia kwa matatu alafu mtu mzee aingie aseme na imejaa. Unajua unasema kwani yeye kuona imejaa. Unaona, so yeah, like if it was before mtu angesimama akiti. Yes. Lakini sasa uko ile kwani yeye kuona imejaa ama yeye it becomes very hard though. You want to maintain ile manners yako yenye ulizaliwa nayo, lakini ukiimagine I am paying fare too. So yani inakupa ile uzito pia ya kuinuka. It's like mtu akwambia vile umesema kwani huyu mzee jamani hakuona hii nini imejaa. In as much as na pia unaweza sema unampisha na kwambia hataki kukaa, because unajua mtu mwenye amesimama fare yake na mtu mwenye amekaa it's different. So no, like me I'll be paying less when I stand up than sitting. So unakuta like ile manners yenye tulikuwa tunafundishwa kwa class, mtu mzima sasa inabidi so unaifanya kwa nyumba. Mzee it's your dad that amekuja, you stand up anakaa. It's your mom that amekuja, you stand up and unakaa. So sijui kwa nini sasa hii ukiangalia the more generation inazidi kuwa, the more kila mtu ana develop habits zake. They don't really care about that nowadays. It's very alarming. So another thing, how do parents unknowingly teach children bad manners? I'd say good manners starts from mtoto akiwa mchanga. Okay.
kwa sababu mtoto mchanga unaweza kosa kumwambia kitu lakini akiona ukifanya ataifanya. Kwa mfano saa hii most kids have phones. Yes. Sasa akiona mzazi amekuja nyumbani amechukua simu ameketi iko scroll, pia yeye ataona hiyo ndio tabia. Yes. Ama mnatembea na mzazi umepishana na mtu ameanza kutupania maneno, ataona now that's so hata kama hajaambiwa this is the way, ameona mzazi anafanya hivi. Yes. So atafuata hivyo. So for kids, most kids are visual learners. True. How they see you do a certain thing is how they emulate kabisa, yani wana copy kabisa. Yeah. Sasa mimi kama mwalimu nitakuja niseme a boy should tackle, alafu mimi nimekuja shati iko nje. Atafanya sangapi? Sasa anafikiria lakini si wewe umefanya hivi. So you can't be doing this and telling them to do another thing. So it's more of they'll see. For parents, what your kids will do what they see you do. Yes. Because as they say, parent wa kwanza ni mzazi. And mwalimu wa kwanza ni mzazi. And ndio ifike utakuta pia kuna ile blame game wanaekea walimu. Like, mimi nimempeleta mtoto shule ili asome. Yes, umemleta asome ndio. Lakini wewe mwenyewe una play role gani kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na good manners? Like parenting utakuta wazazi wawili wanateta in front of the child. Huyu mtoto atapata good manners sangapi? Si pia akifika shule atateta wenzake. Sana it's something normal. Shule mimi kwa nini si nyumbani baba na mama wanateta? Mbona mimi nisitete kwa shule kabisa? And that's why sometimes I think bullying comes in concerning bullying ya watoto. Itaanzia tu nyumbani. How these parents treat this child. Huyu naye ataenda kutreat wengine hivyo. Kabisa. Some grow up with traumas each and every day. Wewe utamtukana, useme unamexpel shule, lakini at the long run ni nyumbani. Ilianzia nyumbani. Like discriminating a child, utakuta unamfananisha huyu na huyu. Anaona like okay mimi sifai. So bora niende nikabulu kwa mtu shule ndo aniogope. Aniogope. Yeah, true. And how with this generational people, like sahi tuko na watu ambao kuna ma phones, laptop kila mahali. Sahi una pia communications za familia zimepotea. Unajua ile kitambo ilikuwa mnakaa kwa meza, mmekutana kwa meza, chakula, kila mtu ana concentrate, mzazi anaanza kuuliza, umesoma nini shule? Siku hizi hata ikifika end term, results zimetoka, mzazi aulizi results za mtoto. That's very alarming. Kabisa. Ni kama umepeleka tu wewe nenda ukasoma upate D upate E, hiyo ni shauri yako. Mimi bora nimekupeleka shule umesoma. So how can families raise respectful children in the age of smartphones? I'd say especially right now where everyone has a smartphone. Tumekuja nyumbani, umetoka kazi, na wanafunzi wametoka shule. Wacha tuweke simu kando. Wacha tuongee, muulize mtoto wako umeshindaje? Shule ilikuwaje? Nini imefanyika? Mwambie pia siku yako imekuwaje? Yes. Lakini utakuta wewe umetoka kazini, yule ametoka shuleni, ametumia simu, umekuja, hamjaongea. Chakula kimeletwa, kila mtu tu anakula, akiscroll ama ana watch TV. Yeah. Unakuta hata mtoto labda kuna kitu inaendelea shuleni, wewe hujui. Unakuta especially umesema hata end inafika. Yes. Unasikia hata mzazi hajauliza. Normally you'll find that end term tutataka mzazi aje shuleni, mueleze venye mtoto amekuwa. Exactly. Sahi hata nani anatumwa. Sasa mtoto si wake, mtoto ni wako. Wewe hauko, haujui kama anasoma, kama anaelewa. So unakuta right now they're not that involved. Ndio unakuta sahi for most Gen Zs watasema wazazi wao hawaelewi. Yes. But it's because growing up kulikuwa na hiyo distance. Yes. But that distance can only be reduced if you are intentional with their kid. Enda naye shuleni. Hata jua mwalimu wake. Kwa sababu utakuta kitu imeendelea, kitu imefanyika shuleni, tunataka kumfikia mzazi. Mzazi anasema siku karibu. Lakini wacha aunti yake anakuja. I remember nini time zetu ilikuwa ukisikia tu mzazi anakuja shule. Roho iko juu. Yani those were the days whereby tulikuwa tuko na uoga mzazi akikuja.
unafikiria mara mbili, hii nitaambua nini kwa hii. Alafu mwalimu sasa anatia kuchochea hapo ndani, anachochea moto kabisa hapo ndani, like unaangalia huyu yes ameanguka mtihani na mzazi amekuja shule, so anajua progress ya mtoto. At least inajenga ile follow up ya yule mtoto. Nowadays parents don't follow up on their kids and that's why most of the kids they don't really get wakipoteza manners, kwa sababu kama mzazi hamshughulikii, hamuangalii, yeye analipa fee, wewe umekula umevaa khalas. Ndio I was seeing a TikTok ilikuwa mtoto, I think the auntie alikuwa anamwambia nitaambia mamako, alafu mtoto asema atanifanyia. Okay, so it's more of the parent is not there. Hata mtoto akikosea unakuta hatafanywa kitu chochote. So hata na the blame game that is there between parents and teachers. Wazazi wanasema sisi tumewaleta shuleni, alafu pia sisi walimu tunasema wakiwa nyumbani pia nyinyi wafunzeni. Kwa sababu saa hii hauwezi chapa mtoto wenyewe. Kweli. Utamchapa ukujiwe. So ni ile mwalimu anataka tu afunze, amalize, amwachilie. Sasa alafu pia mzazi amesema mtoto anaenda shuleni. So unakuta mtoto ako hapo, hakuna wa kumfunza. So it's more of a collaboration between teachers and parents. But the parent has to be there, the teacher has to be there. Yes. Thank you so much Alpha. Acha chukua pumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Alpha ndani ya studio zetu za Mahdi TV anakujuza mengi kuhusiana na tabia njema kwa watoto. Binafsi nyinyi kama wazazi mnafanya nini kusaidia tabia za watoto wenu ziwe salama? Isiyo kwamba mzigo unaachia walimu kwamba wao ndio watakaowafunza watoto manners, na siku hizi kama tunavyojua mtoto kupigwa inakuwa ni kama hatia. Mwalimu atafuatwa shule ukute jamani ametiwa kizimbani, na mwisho wa siku hakuna mwalimu ambaye atataka kujiona amepelekwa jela kwa sababu ya mtoto wa mtu. Mtoto ni wako. Je, tabia unazojenga kwa mtoto wako ni zipi? Inshallah mpenzi mtazamaji, atachukua mapumziko, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Tunazidi kuwa naye Alpha ndani ya studio zetu za Mahdi TV akudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya tabia njema haswa kwa watoto, ama pia tabia njema kwa sisi watu wazima, kwa sababu sasa hivi hatupelekwi na mtu yoyote. Utakuta unafanya kitu mzazi na kuangalia tu, sahihi hakwambii kitu. Kama zile enzi za utotoni ulikuwa unakatazwa usifanye hivi, usifanye hivi. Kwa sababu gani? Sasa hivi kuna mtoto ukimwambia usifanye hivi na yeye ni mtu mkubwa, anaona kama unamuonea, anakuangalia mara mbili. Na hili linanipeleka nitamuuliza swali Alpha kuhusiana na generation ya sasa hii, kwa nini watu hawapendi kukosolewa, na tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Alpha. Asante sana. Naam, tukiangalia zaidi tuko katika generation ngumu sana. Sasa hii watu ni majenzi, hawataki kuambiwa kitu. Mzazi akiongea inakuwa ni kama ameingiza shida. So utakuta watoto wengi wanaachiwa wafanye kenye wanataka. Ni kwa nini inatokea kitu kama hichi? Nitasema kwa awamu ya kwanza tulisema there's a distance sahihi imetokea between the parents and the kids. And I'd say grow up, the parent has not been in the picture. Alafu sasa umefanya makosa ukiwa mtu mzima. Alafu sasa mzazi anataka kukosoa. So kwa ile haujakuwa, mbona sasa sasa unataka kuniambia? Like it's more of dictatorship. Now you want me to do this, yet growing up you are really never there. So I'd say pia ni ile as a kid ukiwa nyumbani, kama ulizoea kukosolewa na kukubali makosa, accountability. If you are total accountability, then it's very easy for you to be corrected while growing up. Lakini kama ukiwa mdogo hakukuwa na accountability, then definitely pia ukiwa mkubwa you'll not be, hautataka kuwa accountable to anyone. True. And do you think what happened kwa sisi wale wazazi ambao si mzazi wako akiamua kukukosoa, ilikuwa unashika tu zile enzi za kitambo, but what changed now? Ni kweli growing up ni ile mtoto ni wa community. Mtoto si wako peke yake. Hata ukienda ukosee pale, huyo mtu mzima akiwa hapo atakuchuna, atakuchapa ukiwa hapo. Lakini sasa ukishika mtoto wenyewe
Tutajipata TikTok. Tena mara moja. It will be a very big deal. Hata sahi as a teacher, how I correct students I think it's very different from how we were corrected as students. Nikiwa student. Kwa sababu at that time ungeona hata mwalimu akikuja mkiwa njia the same, utahepa kidogo. Yeah. Sahi tunatembea na kukutana na wanafunzi wangu. Atanisalimia vizuri. Sahi hata watu wanafanya TikTok challenges na walimu wao shule. Technology imekuja, I think imechange vitu vingi sana in the society concerning na pia I think to some point imekuwa na positivity in as much as pia sometimes kuna negativity because imeonyesha kwamba au walimu pia si kila saa kwa frowny faces. Kabisa. They have to have something about at least they can have fun with. After all ni binadamu, and that's why utakuta kuna wanafunzi they are doing their best at least to incorporate walimu wao in whatever they are doing. And I think at some point pia vile tuna create generation ni ya kwamba like tunafaa kuwa ile realistic. Everyone deserves a chance. And if kuna walimu mmoja mwenye ana nini watu wa nursery. I don't know it's a music or an advertise shule. I don't know ni wa Kenya ama ni Uganda, I don't know. Like the song yenye imejulikana sana kucheza na watoto, anaenda schools anacheza na watoto and so on. So unaweza ona like kuna ile kwamba walimu wanakuwa so close to these students. At some point I think inasaidia pia kucreate ile, ukikuwa na ukaribu na wao it's very easy kukosoa mtoto kabisa, ukumwambia maybe this is what you should do 1 2 3. Yeah, and I think it's a very very good move. Yeah, thank you so much. And tukiangalia kitu kingine ni kwamba what role should fathers and mothers play in teaching respect? The parents are the first teachers. And if a parent is not intentional, akiwa tunasema samaki mdogo angali mkunje angali mbichi. So I'd say if a student if a kid hajafunzwa maadili kutoka akiwa mdogo, then akiwa mkubwa how to expect akuwe nayo. So it's the responsibility of a parent. It's the responsibility of a parent, mtoto akiwa mdogo kwanza kumfunza maadili. Good manners. Mwambie hii ni nzuri, hii ni mbaya. But sasa unakuta mwanafunzi mtoto yuko nyumbani, mzazi yuko shuleni. Weekends mzazi ameenda nje, amewacha watoto. So unakuta hayuko in the picture at all, ameachia the nannies. So unakuta the nannies entirely anaweza kosa kumfunza mtoto. Anaweza kuwa na part to play, but kama mzazi hayuko then it will be hard. So I'd say it's the responsibility of every parent, mtoto akiwa mdogo amfunze, kwa sababu pia asipomfunza ulimwengu na utamfunza. True. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kabisa, mwalimu hapo umegonga ndipo. na tukiangalia swali lingine, sisi kama vijana good manners kwetu ina mean nini, especially in terms of achievement, ama iko na importance gani sisi na ukubwa huu wetu kukuwa na good manners? Good manners, nitasema, unajua I had a conversation some few days ago. It was more of environment. Sasa nikiona mtu mzima akitupa karatasi kwa barabara, kwangu hiyo ni bad manners. Ni bad manners. True. So unakuta good manners narrows down to the little things you do. Umeingia in a room, utawasalimia wenye wako. Unaingia to a elevator, umepishana na mtu, have you allowed him or her to go first? So it's more of the little things. Tunaweza dhani good manners iko mambo ya juju, but ni hizi vitu ndogo ndogo. Kuwasalimu watu, addressing them with respect. You can be confident but not arrogant. So how you make people feel is entirely based on the manners you've been brought up with. I remember kitambo ilikuwa na ukubwa huu wetu, ilikuwa kwa njia tu kukutana na mtu utamsalimia. Nowadays kila mtu ako na shughuli yake. Earpods.
Kila mtu akona shughuli yake, kila mtu anasikiza kitu anataka. Hata kitambo seme mimi naanza aje hata kumsalimia huyu mtu. So unakuta kila mtu sasa ni kupishana, kila mtu anaenda, mwenye anaenda left anaenda left, mwenye anaenda right anaenda right. So I think it's a good thing vile tunafaa kuinukia. It starts with us. Na the best part umesema like in the smallest thing that we do does not determine good manners kwetu kama my youth, because mtu ataona like mimi nishakuwa mkubwa so hakuna kitu na I can do anything. Unajua kama umepitia life ambayo maybe unasema like ulivyokuwa mdogo ilikuwa ni wewe ndo unapelekwa mbio, sasa unazungushwa huku na huku. Sasa imefika wengine wao wana take revenge. Wengine wana take revenge. So unakuta inatutoa in whatever ile values ambazo tulikuwa nazo. Yeah. And then I think why do some people mistake confidence for arrogance? Unajua especially right now kuna Gen Alpha. And Gen Alpha is kwa kasi. A very confident generation. Very. Tunasema Gen Z lakini nayo sasa kuna Alpha, very confident. And for if you look at how they are wanajiconduct na how maybe we conducted ourselves, we might call it arrogance, but it's simply confidence. Okay. So unakuta you can be, arrogant is more, confidence is more about me and the people I relate with. Arrogance is more of wewe kujiona juu ya wengine. I can be confident but respect you. Yes. For arrogance ni yes iko na confidence but hauniambi kitu. It ends with me. It starts and ends with me. Okay. For confidence is how you will also treat the people around you. So I'd say right now, if we look at the generation, the Alpha generation, you'll think that they are arrogant, but it's more of being confident. And then it's more of, they'll question, mbona tusifanye hivi? Yes. Mbona unafanya hivi? And for the older generation, being questioned it's not part of their vocabulary. Exactly. So unakuta watasema Gen Z ni very arrogant. Gen Alpha ni very arrogant. But in fact, si hivyo, ni just being confident. But pia there's that thin line where I can be confident but also very respectful towards other people. True. Hiyo ni kweli because kama Gen Alpha vile wanavyokuja ni different sana na hii millennials, millennials wameshazoeshwa like they can't ask questions kwa mzazi. So kuna vile like Gen Alpha wanakuwa in a generation, Gen Z wanawafunza whatever they need to know. Yes. Unajua millennials kuna hidden ambazo walikuwa hawaambiwi. Now it's like ni vitu ambavyo viko. So wewe ukiamua kuchukua drugs, this is what you expect to happen 1 to 3. Ukiamua kuenda out of 1 to 3 ita happen. So at the end of the day they have a clue on how they can make their decisions. Vile decision yenye watafanya sahihi, so at the end of the day ita define what kind of a person atakuwa, because anajua kabisa mimi nishaambiwa hii madhara yake ni hii. Hata kama walikwambia curiosity killed a cat, if I'm not wrong. Sasa unakuta they're very curious to know like why nimeambiwa nisikunywe pombe. Akaenda kujaribu anaona madhara yake. Kwa hivyo nitakuwa confused. Unajiona kama uko dunia yako. Mimi nimeambiwa nisikule bangi, ngoja niende nikajaribu. So at some point kuna ile kwamba the why question inakuwa the answers that people give them those that determine kwamba how vile wata grow. Yeah, true. And how can someone defend themselves without becoming disrespectful? Now it's quite different how I can defend myself between my peer and how I can defend myself with an older person. Yes. Right now how many people watoto wakiwa wadogo ni mtu mzima hata kikosea hauwezi sema kitu. Hata mzazi wako akisema umekosea, hata kama hujakosea wewe umekosea. Yeah. But again inakuja back to sisi kama peers. Yes. I can defend myself by saying this is now I think it goes back to communication. Yes. Niki grow up nimefunzwa ku communicate how I'm feeling,
know what has happened. But unakuta mtoto hajafunzwa communication. Yes. So akitaka kujidefend alafu anaona ni kama anazidiwa, sasa inakuwa ni kama sasa anaanza kuongea rudely. Yes. So unaona imepita tena mipaka. Yes. But if a kid has been nurtured in communication, unakuta they'll be able to express themselves. But again, it has to be a two-way thing. Yes. Because you can be listening to answer, na pia unaweza kukisikiza ndio mjue what the cause was. So it goes back to communication. How will the kid, ama how will, juu hata si watoto peke yake, mimi kama mtu mzima na communicate aje? Yes. Communication is the key, and I think it's an important thing upande wote. Ima ni kwa mtu mdogo ama ni kwa mtu mzima. And utakuta like most of us ambao maybe tumekuwa katika generation ambao sasa wajua wengine sisi hatuwezi sema ni millennials ama ni Gen Z kwa sababu tuko hapo katikati. Especially watu ambao ni wa 1997 tuko hapo katikati because ujui uko huko ama uko huko, yani unashika zote. So at some point mzazi kumcorrect anaona like wewe unaniambia nini? Mimi ndo mkubwa wako, wewe unaniambia nini? So at some point unakuta ile manners ambao maybe ulikuwa unataka ikuwe, because I believe communication is part of manners. The way I communicate with my parent and the way parents are communicate na mimi, ita make mimi ni understand ama nisimuunderstand. And that's the biggest problem tuko nao katika society. Communication. Many of our parents communicate hawajui. And hakuna kitu mbaya kama communicate na simu. Trust you me, especially in text messages. Because wewe inaweza kuwa upande wako umeelewa kivingine na yeye amechukulia kivingine. So ina create a rift between you two. Unakuta mara mzazi ameshakosana na mtoto and it's because of the communication. Yeah, true. And tukimalizia, if you could teach every young person one life lesson about respect, what will it be? I'd say respect will open doors that nothing else can. Kwa sababu si kila mtu amesoma. And how I make you feel is something that you'll remember for a long time. Yes. So if nimekuja, I've acknowledged you, I've made you feel seen, you'll carry that. Yes. And I think that is something that opened doors for people. Unasema, hey, I met someone, amefanya hivi na hivi. I'd recommend them to do this. But unakuta bad manners pia ni kitu pia nitakumbuka. Yes. Juu pia ukienda nyumbani utakumbuka kuna jamaa alinikanyaga. Yes. Haumjui but imebaki. So I'd say respect will open doors for you. You, as an individual, I may not remember every conversation, but I'll remember how you made me feel. Thank you so much. Asante sana Alpha for having you for this session, and nashukuru sana, at least kuna youth hapo nje ameelewa what it means to have manners, and it starts when we are young. Walimu mnafanya kazi nzuri sana. Asante. Mungu awaongezee na awabariki, and I hope parents pia nyumbani watajitahidi kuwa support, because without their support huyu mtoto kufika mbali ni ngumu sana. Thank you so much. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Alpha ndani ya studio zetu. Alhamdulillah tumekamilisha awamu hii kwa radhi, na hili linahusiana na vile tabia njema kwa mtoto zinafaa kuwa zipi. Mtoto anapokuzwa na tabia njema toka utotoni, basi garanti yake akiwa mkubwa atakuwa na tabia njema. Na naamini wewe kama mzazi nyumbani, wewe kama ndugu, wewe kama dada, inapaswa uelewe ya kwamba mdogo wako ni kama pia mtoto. Vile utakavyomkuza ama zile tabia utakazokuwa nazo wewe kama kijana mkubwa, wewe kama mwanamke ama wewe kama msichana mkubwa, itadetermine yule mtoto atakuwa na tabia gani, kwa sababu atakuwa anafuata mienendo yako. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.